Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu uliye mwema, wewe ni mwaminifu, maana umekuwa pamoja nasi, umeendelea kunena katikati yetu, mfalme wa pekee. Tazama tena tunapoanza kipindi hiki cha pili, anza pamoja nasi. Naarika Roho Mtakatifu akatawale mahali hapa, ukatuhudumie Mungu wetu uliye mkuu. Tunajikabidhi mikononi mwako kupitia jina la Yesu. Amen. Nasema miaka ya kwanza ya ufalme wa Yesu. Maandiko ya somo tutasoma kwenye Mathayo 2:1 hadi 12 mstari letu. Somo letu lina vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza kinasema mamajusi wa mashariki na Herode. Tutasoma hapo. Kipengele chetu cha pili kinasema wakuu wa makuhani na waandishi. Kipengele cha tatu kinasema Yusufu, Mariamu na Yesu kurudi na kuhamia Nazareti. Kama kuna mtu anataka, tuko kwenye kitabu cha 36, kitabu chetu cha shule ya Jumapili cha 36, ndio tuko kwenye juma la pili. Tutaendelea. Kweli kweli inasema nyota ya ajabu kutoka katika Yakobo ya kuwaleta mataifa yote kwa Yesu, kwamba nyota ya ajabu kutoka katika Yakobo ni ya kuwaleta mataifa yote kwa Yesu. Mstari wetu wa kukumbuka nimesema ile Mathayo 2:2. Tusome, fungue Biblia zetu tusome kwanza mstari wetu wa kukumbuka. Injili ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 2. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Amina. Ndio mstari wetu wa kukumbuka. Amina. Maana hapa tunajifunza habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo, jinsi alivyozaliwa na jinsi ilivyokuwa imetabiriwa kwamba atakuja kuzaliwa mkombozi, mfalme wa Wayahudi. Ilishatabiriwa tangu mwanzo, huko manabii walitabiri sana habari za kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo tunajifunza habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na juma lililopita tena tulijifunza kwamba jinsi manabii walikuwa wanatabiri habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kwamba Yesu angezaliwa kutoka kwenye ukoo gani. Tulijifunza wiki iliyopita. Kwa hiyo leo tena tunaenda kujifunza habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Taanza na utangulizi kwamba baada ya kuzaliwa kwa mfalme Yesu kuna mfululizo wa matukio kama vile Herode kujaribu kumuua Yesu wakati Mariamu na Yusufu walipokaa katika zizi la ng'ombe huko Bethlehemu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kuzaliwa kwa Yesu Kristo kuna matokeo mengi ambayo yalijitokeza kwa kipindi kile Yesu kuzaliwa kwake. Tunajifunza hapa mfalme Herode alikuwa ndiye mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo aliposikia mfalme amezaliwa kwa maisha yake, maana yeye alishazoea kwamba yeye ndiye mtawala anayetakiwa kuongoza ile taifa. Kwa hiyo akapata hasira kwenye maisha yake, kwa nini tena mfalme mwingine azaliwe? Kwa hiyo akawaza, akaanza kutafuta ili kwamba amuue Yesu. Kwa hiyo tunaona ukisoma ile Mathayo, kuanzia ile Mathayo 2:1 hadi mstari wa 2 ambao amekwisha kusoma, kwamba yalijitokeza matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yanatakiwa kwamba Yesu Kristo auawe, asiendelee kuishi kwa ajili ya kuzaliwa kwake. Anasema lakini jumla ya matukio tunayodokeza muda wa karibu, anasema miaka 2 baadaye, katika mstari wa 11 ukisoma ile Mathayo. Kwa hiyo tunaangalia kwamba matukio yalikuwa yanajitokeza kwamba Yesu Kristo kwamba atazaliwa, na kuzaliwa kwake
ndio tutajifunza kwamba Yesu Kristo alizaliwa kwenye hori la ng'ombe, la kulishia ng'ombe. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu mfalme wa Wayahudi ambaye alikuwa anakuja kuzaliwa kwa ajili ya kuwakomboa Wayahudi kutoka kwenye utumwa wa dhambi, lakini wao walijua kwamba labda anakuja kutawala katika ufalme wa kawaida. Kwa hiyo ikawa inawaletea shida mpaka mfalme Herode alikuwa anataka kumwangamiza Yesu, kwamba hatakiwi kuwepo, maana alijua atakuja kunyang'anywa ule utawala ambao yeye alikuwa akimiliki, yeye alikuwa akiongoza kwa kipindi kile. Amina. Ndio alikuwa kwamba mawazo yake kwamba huyu anayekuja kuzaliwa mfalme atakuja kuninyang'anya mimi utawala. Lakini ukiangalia kwamba mtoto mdogo anayekuja kuzaliwa mpaka akue, yeye Herode mpaka aje akue amfikie aanze kutawala ni muda mrefu, kwa sababu yalikuwa ni makusudi ya Mungu. Kile kilichokuwa kinazaliwa ni kitakatifu. Kwa hiyo shetani hakupenda kuona kwamba Yesu aendelee kuishi. Kwa hiyo alimtumia Herode kwamba aweze kumuua na kumwangamiza kabisa, lakini makusudi yale hayakutimia tena. Huu ulikuwa ni utangulizi wetu. Twende kwenye somo lenyewe. Twende kwenye somo letu kwamba mamajusi wa mashariki na Herode. Soma kwanza Mathayo hiyo 2:1 hadi 3. Injili ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 2 mpaka 3. Iko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pia. Pamoja naye akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi. Watu wakatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Mpaka 3. Amen. Bwana asifiwe. Tunajifunza kwamba waliposikia habari za kuzaliwa kwa Yesu, ikawapa fadhaiko kwenye mioyo yao. Anasema Herode pamoja na Yerusalemu pia. Kwa waliposikia kwamba wanauliza kwamba huyu mfalme amezaliwa wapi? Tunataka tuende tukamsujudie, tukamwone. Kwa hiyo pelekea kwamba kuna fadhaiko kwenye moyo wa Herode mpaka Yerusalemu pia ikawa na fadhaiko kwamba huyu mfalme ni wa namna gani au ni mtu wa aina gani. Nitaendelea kwamba baada ya sherehe za Yerusalemu, Yusufu na Mariamu pamoja na mfalme Yesu walirudi Bethlehemu. Wakati huo wageni wengi walipokuwa wameondoka Bethlehemu, hivyo wao waliweza kuhamia katika chumba. Wakati huo mamajusi, yaani wataalamu wa nyota toka nchi ya mashariki, Irani ya sasa, waligundua kwa njia ya uchunguzi wao kwamba mfalme mpya amezaliwa katika Uyahudi. Hivyo walikuja Yerusalemu kumtafuta. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza kwamba taratibu za Wayahudi walikuwa wakienda kila mwaka Yerusalemu kwenda kuabudu kule. Walikuwa wakienda kufanya ibada zao. Na wakati wa kipindi kile walikuwa wanaenda mwaka hadi mwaka. Na kipindi kile walichokuwa wamesafiri kwenda kule Mariamu na Yusufu kwenda kule Bethlehemu kwa ajili ya ibada zao. Ndipo kule wakati wako kule wamekusanyika wakiwa wengi. Ndio kipindi kile ukisoma kwenye neno la Mungu kwamba kipindi hicho ndicho Yesu alienda kuzaliwa kule. Bwana asifiwe. Wakiwa wameenda kule. Kwa hiyo tunajifunza kwamba wakati sasa wageni wengi wametawanyika, wameondoka, maana tumejifunza kwamba Yesu Kristo alizaliwa kwenye hori la kulishia ng'ombe. Kwa sababu vyumba vilikuwa vimejaa, wageni walikuwa wengi. Kwa hiyo wageni walikuwa wamejaa, kwa hiyo wakakosa nafasi. Lakini wakati wageni wametoka sasa, wakapata chumba cha kuishi, wakawa wamekaa kule. Kwa hiyo habari zikaenea kwamba mfalme amezaliwa. Na hao waliokuwa wameona, hao mamajusi walikuwa wataalamu wa nyota, walikuwa wanajua kwamba hii nyota inamaanisha nini. Na tulikuwa tunasoma, ukiendelea kusoma neno la Mungu, kwamba manabii walikuwa wametabiri sana habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo.
kwamba kitu gani kitatokea kuonyesha mfalme amezaliwa. Ilikuwa imetabiriwa kwamba nyota itaonyesha kwamba Yesu amezaliwa. Kwa hiyo walikuwa manabii wametoa maelekezo kwamba mfalme atazaliwa. Kwa hiyo hata walipoona ile nyota wakajua kabisa kwamba hii nyota manabii walishatabiri habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo wakawa wanafuatilia kwamba kitu gani kimetokea, mbona hii nyota si ya kawaida, maana wao walikuwa ni wataalamu wa nyota, wanajua kwamba hii nyota nini inawakilisha kitu gani. Kwa hiyo wakawa wameenda Yerusalemu, wanaulizia kwamba mfalme amezaliwa wapi, tunataka tuende tukamsujudie. Bwana asifiwe. Kwa hiyo walikuwa wanapata maelekezo na uongozi wa kimungu, maana Yesu Kristo amezaliwa kwa maelekezo ya uongozi wa kimungu. Kwa hiyo kila jambo au kila tukio ambalo lilikuwa linatokea lilishatabiriwa kwamba yupo mfalme wa Wayahudi atazaliwa, na ilikuwa imetolewa maelekezo kwamba nyota itaonekana mashariki, ikimaanisha kwamba mfalme amezaliwa. Ukisoma katika ile Mika utaona hizo habari zilishatabiriwa na manabii kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kwamba atazaliwa mkombozi wa Wayahudi. Kwa hiyo hao majusi walikwenda kwamba wakatazame yeye aliyezaliwa, na nilipokuwa nikiendelea kusoma unaposema kwamba walienda kumsujudia kwamba mfalme amezaliwa, kwamba mamajusi wameenda, kumbe sio kwa muda ule ule, labda umetokea tukazaliwa leo wamefika. Ilichukua muda mrefu kufuatilia ile nyota mpaka kufika kwenda kumwona mtoto mchanga ambaye alikuwa amezaliwa. Amina. Ilichukua muda. Tutaendelea. Anasema Wayahudi ndivyo walikuja Yerusalemu kutafuta umuhimu wa habari hii, ni kwamba Yesu anastahili heshima ya kifalme kutoka kwa mataifa yote na kwa wanadamu wote, yaani wa mataifa na Wayahudi wote wanastahili katika mpango wa Mungu wa ukombozi, kwamba kila mmoja alikuwa anastahili kwa ajili ya ukombozi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ilichukua muda mrefu mpaka kwenda kumwona Yesu Kristo. Ulikuwa nikisoma kwenye naona ni muda mrefu. Tuko pamoja wana wa Mungu. Kwa hiyo ilichukua muda mrefu kwenda kumwona mtoto mchanga ambaye alikuwa amezaliwa, na tunajifunza kwamba alipokuwa wamefika pale kwa ajili ya kumwona Yesu, walienda na zawadi, hawakwenda mikono mitupu. Na walipokuwa wamepata habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, nimesema kwamba mfalme Herode alikuwa anatafuta kumwangamiza huyu Yesu. Akawaambia wale wa majusi kwamba sasa mnapoenda kule mkimkuta mtoto, ninaomba mrudi mje mnipe na mimi habari niende nikamsujudie. Lakini ilikuwa sio kwamba makusudi ya Herode kwenda kumsujudia mtoto, alikuwa anatamani aende akamwangamize. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo hawa majusi walipokuwa wamesafiri kutoka huko mbali kwenda mpaka kule Bethlehemu kwenda kwa ajili ya kumwona mtoto aliyezaliwa au mfalme aliyezaliwa, hawakwenda mikono mitupu, walienda na zawadi kwa ajili ya kwenda kutoa mbele za yule mfalme aliyezaliwa, kumwona mtoto mchanga amezaliwa. Hawakwenda mikono mitupu. Amina. Walienda na zawadi, hawakwenda mikono mitupu. Hapa kwamba mamajusi walipomwona Yesu na mama yake, walianguka wakamsujudia, wakampa zawadi nzuri sana, kwamba walimpa zawadi nzuri sana. Hapa tunaanza na dhahabu. Dhahabu mfano wa uungu na utukufu unaong'aa. Yaani zawadi ambazo walienda kuzitoa zilikuwa na maana zake, kwamba zawadi ya kwanza ni dhahabu mfano wa uungu na utukufu unaong'aa. Hii dhahabu ambayo kwamba yule aliyezaliwa ni mfalme wa ajabu, mshauri wa ajabu. Kwa hiyo hata zawadi iliyotolewa
ilikuwa ni zawadi nzuri, ilikuwa ni dhahabu nzuri ambayo ilikuwa inamaanisha uungu na utukufu unaong'aa. Zawadi nyingine ulikuwa uvumba. Uvumba aina ya mafuta ya kupakwa unaodokeza harufu nzuri ya maisha ya ukamilifu yasiyo na dhambi. Kwamba zawadi nyingine ilikuwa ni uvumba aina ya mafuta ya kupakwa inayodokeza harufu nzuri ya maisha ya ukamilifu yasiyo na dhambi. Angalia, zawadi nyingine ilikuwa ni manemane. Ni mmea mchungu unaotabiri mateso ambayo atampata Masihi wakati wa kuchukua dhambi za ulimwengu. Bwana asifiwe. Tunaona kwamba kila zawadi iliyotolewa mahali pale ilikuwa na maana yake. Zawadi ya kwanza ilikuwa inaonyesha uungu na utukufu wa Mungu, kwamba yeye yule aliyezaliwa ni mfalme anayestahili kupewa zawadi inayofaa mbele za Mungu. Lakini kila zawadi ilikuwa na maana yake, hakuna zawadi iliyotolewa isiyo na maana. Ndio maana kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu ambaye alikuwa ametumwa kwa ajili ya kazi maalum, na nyingine ikatolewa hii ya mwisho kwamba manemane ni mmea mchungu unaotabiri mateso ambayo yangempata Masihi wakati wa kuchukua dhambi za ulimwengu. Kwamba hii iliyotolewa kwamba kweli alikuwa amezaliwa bado ni mtoto mdogo, lakini akiendelea kukua atakutana na masumbufu, maana alikuja kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu na dhambi zao. Kwa hiyo angekutana na mateso. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu Kristo alikutana na mateso, alikutana na majaribu kwenye Injili ambayo alikuwa akifanya, kwamba kuzaliwa kwake kulikuwa sio tu kama kibinadamu, kwamba mtoto amezaliwa anapewa zawadi haina maana yoyote, kwamba lazima ingetokea usumbufu, kwa sababu yeye kusudi la Mungu lilikuwa kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu, Wayahudi pamoja na mataifa. Lakini wenyewe hawakujua makusudi ya Mungu na malengo ya Mungu. Walijua kabisa kwamba labda anakuja kuleta utawala wa kibinadamu, kwamba ufalme wa kibinadamu. Wana wa Israeli walikuwa wanatamani kwamba wapate mfalme wao ambaye angeweza kuwatetea kwenye maisha yao waliokuwa wakiishi, kwamba walikuwa wanapitia mateso, walikuwa hawana amani. Kwa hiyo walikuwa wanafurahia waliposikia kwamba atakuja kuzaliwa mfalme wa Wayahudi. Wakaweka malengo yao kwamba atakuja kuwasaidia au kuwatawala katika ufalme wa kawaida, lakini makusudi ya Mungu ilikuwa kwamba anakuja kuwakomboa kutoka kwenye maisha ya utumwa wa dhambi na kuwaingiza kwenye ufalme wa kimungu. Amina. Ndio maana mfalme Herode akajua ataweza akanyang'anywa ule utawala wake, maana yeye ndiye alikuwa anatawala na alikuwa hatamani kuona mfalme mwingine atawale. Kwa hiyo alijua kwamba mimi nitakuja kunyang'anywa. Kumbe makusudi ya Mungu yalikuwa yamelenga kwa kukomboa wanadamu na dhambi zao, kwamba hizi zawadi ilikuwa inaonyesha utukufu, ilikuwa inaonyesha mafuta mazuri yanayonukia, lakini ilikuwa inaonyesha na mateso ambayo yatampata Yesu Kristo wakati wa kuzaliwa kwake. Amina. Yalikuwa ni makusudi ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunajifunza kwamba hawa wamamajusi wale wataalamu wa nyota walipokuwa wameenda kule, wamemwona Yesu, wametoa zawadi zao, wakaonywa na Mungu kwamba wasirudie tena ile njia ambao waliotokea wakati wanaenda kule, wala wasimpelekee Herode habari za kuzaliwa kwa huyu mfalme au habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo, maana yeye alikuwa amekusudia kumuua mtoto. Kwa hiyo hawakwenda tena kule, walirudi na njia nyingine. Amina. Tunajifunza habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kwamba jinsi ilivyokuwa mpaka kuzaliwa kwake, na tunaona kwamba tunapoendelea kujifunza kwamba Herode alipata hasira sana,
aliposikia habari za kuzaliwa Yesu Kristo, kwamba alipoona tena wale mamajusi hawajarudi tena kumpa zile taarifa. Kwa hiyo alisikia hasira kwenye maisha yake, akaamua sasa, kwa vile sasa sijapata mwelekeo kwamba huyu mtoto yuko sehemu gani. Kwa hiyo uamuzi aliochukua yeye, akaamua kwamba watoto wote wa kiume kuanzia miaka 2 kwenda chini wauawe. Amina. Kwa hiyo tunajifunza kwamba ilikuwa ni hasira aliyokuwa nayo moyoni mwake. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulisababisha kuuawa kwa wengine. Hapa mwalimu wetu mwongozo wa kitabu anasema kwamba kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulisababisha watoto wengine kwenda mbinguni. Amina. Maana ilikuwa kwamba wauawe na ambao walikuwa hawana hatia yoyote, kwa sababu Yesu Kristo amezaliwa. Akasema sasa watoto wote wauawe, asibaki hata mtu mmoja. Kwa hiyo wengi walipoteza maisha. Akajua kwamba kulingana na wale watoto waliopo na Yesu Kristo atakuwepo na yeye auawe. Na wazazi wake wakawa wameondoka sehemu ile alikozaliwa, kaenda sehemu nyingine, lakini yeye huku akaangamiza wale watoto wote wa kiume. Amina. Kwa hiyo na kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulisababisha watoto wengine wafe, wakatangulia mbinguni. Lakini hata kwa kupigwa kwake Yesu Kristo pale msalabani, kwa kifo chake kimesababisha ukombozi kwa watu wengine. Mimi na wewe tumempokea Yesu. Amina. Ndio tunaona kwamba uzuri wa Yesu Kristo kwa kuja kwake, kuzaliwa kwake mpaka kifo, yalikuwa ni makusudi ya Mungu kwamba kila mmoja amgeukie Kristo, amjue yeye, amtoe kwenye utumwa wa dhambi, amhamishe kwenye maisha ya utumwa, awe huru. Lakini Wayahudi hawakulipokea hilo, ikasababisha kutokumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amina. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kifo cha Yesu pale msalabani kilisababisha watoto kuuawa, lakini kwa sababu yalikuwa ni makusudi ya Mungu na mpango wa Mungu, Yesu Kristo hakuzulika kwa jambo lolote na akaendelea kuwepo, aliendelea kuishi. Twende kwenye kipengele chetu cha pili, wakuu wa makuhani na waandishi, mstari wa 4 hadi 6, Mathayo hapo. Akakusanya wakuu wa makuhani wote ili ya Mathayo mstari wa 4. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi waandishi wa watu, akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi, nao wakamwambia katika Bethlehemu ya Yuda, maana ndivyo ilivyoandikwa na Nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa hapo atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu. Bwana asifiwe. Tunaona kwamba Mfalme Herode alikuwa hakati tamaa, akakusanya makuhani na waandishi, akaanza kuwauliza habari za huyu mfalme, amezaliwa wapi? Alikuwa anataka ajue kwamba kazaliwa wapi, apate taarifa. Anaendelea kufuatilia huyu Yesu amezaliwa wapi. Akajua hawa makuhani na waandishi lazima watajua kwamba wapi Yesu Kristo amezaliwa. Anasema Herode aliwakusanya viongozi wa dini na wa Kiyahudi ili kufanya utafiti kuhusu mahali ambapo Yesu amezaliwa. Wakuu wa makuhani walikuwa ni kuhani mkuu wa wanaye, anasema labda jamaa ya wengine, ukoo wake. Anasema waandishi wa watu hawa walikuwa watu wa kawaida, walikuwa wazoefu katika sheria ya Musa, walihifadhi na kufundisha Torati
wakahudumia kama mahakimu waandishi. Kwa hiyo tunajifunza kwamba alijua hawa, kwa sababu wao ni makuhani, lazima watajua kwamba Yesu Kristo amezaliwa wapi, na alipowauliza hawakusita kumwambia kwamba Yesu amezaliwa wapi. Wakatoa maelekezo kwamba Yesu alikozaliwa ni Bethlehemu. Bwana asifiwe. Wakampa maelekezo kwamba amezaliwa, maana alikuwa anatafuta ajue wapi Yesu amezaliwa. Alikuwa anafanya utafiti ili kwamba amtafute Yesu, maana aliona wale wakina mamajusi hawajaenda kumpa habari. Kwa hiyo akawakusanya hawa, akajua makuhani watajua wapi Yesu aliko na wapi Yesu amezaliwa. Kwa hiyo alipata habari, wakamwelekeza kwamba Yesu amezaliwa sehemu gani. Alikuwa anataka ajue, maana wao walikuwa wanafundisha na walikuwa wanashika sheria zile za Musa. Wao walikuwa wanajua maelekezo kwamba Yesu wapi amezaliwa, na manabii walikuwa wanatoa unabii kwamba Yesu atazaliwa wapi. Bwana asifiwe. Si manabii walikuwa wanaelekeza jamani. Walikuwa wanatoa unabii kabla hata ya kuzaliwa kwa Yesu, kwamba yupo mfalme atazaliwa na atazaliwa wapi, na walikuwa wanatoa maelekezo kwamba wapi atazaliwa. Ukisoma ile Mika 5:2. Soma ile Mika 5:2. Mbili. Bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe utanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Amina. Kwa hiyo unabii ulikuwa unatolewa kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo makuhani na waandishi walikuwa wanajua kabisa kwamba inatambulisha Bethlehemu Yuda kuwa mahali pa kuzaliwa mfalme. Maneno ya unabii wa Mika yanataja mji wa Bethlehemu Efsa kuwa maana huko Palestina kulikuwa na zaidi ya Bethlehemu moja, lakini hiyo inatambulisha mji huo kuwa katika wilaya ya Efsa katika nchi ya Yuda. Kwa hiyo ilikuwa inajulikana kabisa sehemu ambayo Yesu Kristo atazaliwa. Kwa hiyo manabii walikuwa wanajua, walikuwa wametabiriwa, hata wana wa Israeli walikuwa wanajua kabisa unabii ambao Yesu Kristo atazaliwa, mfalme wa Wayahudi. Ndio maana walikuwa wanaendelea kuishi wanajua kwamba tunamtegemea mfalme wetu, atakuja mfalme ambaye atakuja kutukomboa kwenye maisha yetu. Walikuwa wanatazamia mfalme kwamba atakuja, lakini hawakuweka nia kwenye mioyo yao kwamba atakuja kuwasaidia kwenye maisha ya rohoni, sio ya mwilini. Ndio maana kwamba Yesu Kristo alipokuwa amezaliwa mpaka amekuwa ameanza Injili, wapo Wayahudi wengine ambao hawakupokea kabisa habari za imani. Walikuwa wanajua kabisa bado sisi tunamtegemea mfalme mwingine ambaye atakuja kututawala kwenye maisha yetu. Hawakumpokea Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Lakini habari zote walikuwa nazo, maana manabii walikuwa wakiwaambia kwamba atakuja mfalme wa Wayahudi ambaye atazaliwa, ambaye atawatawala, atawaongoza. Kwa hiyo tunajifunza kwamba hawa makuhani habari zote walikuwa nazo, ndio maana mfalme Herode alitaka habari kwao. Amina. Kwa hiyo tunajifunza kwamba hata watu wengine wakitaka habari za Yesu Kristo wanatakiwa kuone wewe uweze kuwaelekeza, au mtu anaweza akakuuliza hivi Yesu ni nani? Kwa hiyo wewe ndiye utakayeweza kutoa maelekezo kwa habari za Yesu Kristo, kuzaliwa kwake, kwamba kusudi la Mungu Yesu kuzaliwa hapa duniani, Mungu alikuwa amekusudia nini? Kwamba mpaka Yesu Kristo azaliwe. Unaweza ukamwelekeza mtu akaelewa
kumpokea Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yake. Amina. Tunaelewa habari za kuzaliwa kwa Yesu. Amezaliwa kwa sababu gani? Mungu aliona nini mpaka Yesu azaliwe? Kwamba aliona kwamba maisha tunayoishi yalikuwa hayampendezi Mungu. Hata wana wa Israeli walikuwa wanaishi maisha yanayomchukiza Mungu. Japokuwa walikuwa wameshikilia sheria zile za Musa, lakini walikuwa hawatendi sawasawa na makusudi ya Mungu. Ilikuwa inafika kipindi wanaacha kutenda haki, wanatenda maovu, mpaka wakawa wanaabudu miungu, japokuwa wanashikilia ile sheria. Lakini alipokuja Yesu huyu kuzaliwa, kwamba alitakuwa kuwatoa watu kwenye yale maisha ya utumwa, kwamba waishi maisha ya amani, waishi maisha ya upendo, waishi maisha ya kujitoa, waishi maisha ya uaminifu. Amina. Lakini kwa sababu wao mtazamo wao walikuwa wanatazamia kwamba watawaliwe kawaida kama wafalme wengine walikuwa wakitawala, wakaona tutapata msaada hapa. Kwa hiyo Yesu alipozaliwa, Yesu amekuwa, wakawa hawamwamini Yesu. Wengine walikuwa wanasema huyu si mtoto wa Yusufu tu, atatuambia nini? Bwana asifiwe. Wakawa hawamwamini Yesu. Wakaona kama Yesu tukazaliwa kama watoto wengine wanapozaliwa, kama ni mtu wa kawaida tu, lakini hawakufuatilia kwamba yale maelekezo aliyokuwa anatoa Mungu, hata yale ule unabii ambao Mungu alikuwa anatoa kwa ajili ya taifa la Israeli, kwamba kuna mtoto gani aliyezaliwa kwa maelekezo kama alipokuwa alitolewa maelekezo ya Yesu Kristo. Hamna. Lakini sasa kwa sababu mioyo yetu ni gumu, au na udanganyifu wa yule mwovu shetani unawapotosha watu mioyo, wanakuwa hawaelewi. Mtu anakuwa Mkristo lakini haelewi kwamba huyu Kristo amekuja ulimwenguni kwa kusudi gani, kwamba kuwatoa watu kwenye dhambi ili waishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Amina. Kwamba tunajifunza hata kwa kipindi kile cha Yesu, yeye mwenyewe alikuwepo, lakini wengi hawakumwamini kabisa Yesu. Kuna wapo waliomwamini Yesu, lakini wengine walikuwa wanafuata tu kuangalia miujiza ambayo inatendeka, lakini hawakumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo ndio maana kulikuwa kuna upinzani mkubwa sana. Herode alikuwa anatafuta kumwangamiza Yesu. Alikuwa anatafuta kuondoa lile kusudi la Mungu ambao Mungu alikuwa amelikusudia kwa wanadamu. Kwa hiyo alitafuta kila njia, lakini hakuweza, maana ulikuwa ni mpango wa Mungu na Mungu alikuwa amekusudia kwamba kuwaokoa watu wake, maana Mungu wetu anatupenda. Amina. Huo ilikuwa kipengele chetu cha pili, 19 hadi 23. Tufungue Biblia zetu kwenye Mathayo 19 hadi 23. Ndio baada tunaweza kusoma sura ya pili, Mathayo 19 hadi 23. Soma. Mathayo 2:19 inasema, hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. 21. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia ya kwamba Arkelao anamiliki huko Uyahudi mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko, naye akiisha kuonywa katika ndoto akasafiri pande za Galilaya. 23. Akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na manabii, ataitwa Mnazarayo. Amina. Bwana asifiwe. Tunajifunza kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo.
nimetangulia kusema kwenye kipengele chetu cha kwanza kwamba wakati mtoto amezaliwa, Herode alikuwa anatafuta kumuua, na malaika akawa amemwambia Yusufu kwamba watoke mahali pale walipo waende Misri wakakae kule, maana Herode anatafuta kumuua mtoto. Kwa hiyo tunakuja kwenye kipengele chetu cha tatu, wakati wakiwa kule, Herode huyo alikuwa akimtafuta huyu mtoto kumuua, akafa. Bwana asifiwe. Kama tulikuwa pamoja nilipoanza, nisema kwamba Herode yeye alikuwa ni mtu mzima, umri wake ulikuwa mkubwa, amezaliwa mtoto mdogo, anaumia kwamba atakuja kuninyang'anya ufalme. Nikasema kwamba hata kwa ufahamu wa kibinadamu, yaani mtoto anazaliwa mpaka aje akue, aanze kuongoza, awe mfalme, kwamba mimi je, umri wangu utakuweje? Lakini Herode alikuwa anatafuta kumuua mtoto, anasema kwamba atakuja kuninyang'anya ufalme nilionao, kwamba katika ufalme wa kuongoza Wayahudi sitaki mtu mwingine aongoze ila mimi tu. Lakini sasa tunasoma hapa kwenye neno la Mungu kwamba wakati sasa wako Misri, wanaendelea kuishi kule wakiwa na mtoto Yusufu na Mariamu, huku Herode akafa, ambaye alikuwa anatafuta kumwangamiza mtoto. Tena malaika akampasha habari Yusufu kwamba sasa inatakiwa mrudi kule, maana yule aliyekuwa anamtafuta mtoto amekufa. Bwana asifiwe. Lakini kwamba ilikuwa sio mwisho wa yeye tu, kwamba sasa amekufa, kumekuwa na amani. Walipokuwa wanaondoka tena kurudi kule, kumbe tena akakuta yule mtawala ambaye alikuwa ni mtoto wa Herode, ambaye anatawala pale, kumbe na yeye alikuwa na roho kama ya baba yake. Kwa hiyo tena hawakwenda kukaa mahali pale, wakatoka wakaenda kuishi sehemu nyingine ambayo ni Nazareti. Yote yale yalikuwa ni makusudi ya Mungu. Bwana asifiwe. Yalikuwa ni maelekezo ya Mungu yeye mwenyewe, kwamba yeye alikuwa anamtafuta kumuua mtoto, lakini ikafika kipindi akafa. Abazima, baada ya kusikia habari ya kufa kwa Herode, malaika wa Bwana alimfikishia Yusufu kwamba wakati huu wangeweza kurudi. Lakini walipofika nchi ya Israeli, walisikia kwamba mfalme Herode aitwaye leo alirisi kiti cha ufalme wa Yahati baba yake, ambaye pia alikuwa muovu na mkatili sawasawa na baba yake Herode mkuu. Kwa hiyo Yusufu na Mariamu wakaona vyema kuishi katika Uyahudi, katika mji wao. Miaka ya mtoto Yesu ilipopita, aliongezeka katika nguvu ya kimwili na kiroho. Kwa hiyo tunajifunza kwamba waliondoka, walikuwa wanaonywa na Mungu kwamba huko unapoenda unakutana na mwingine tena ana roho mbaya kama ya baba yake, alikuwa katili. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama roho zilikuwa zinafanana tu, japokuwa amekuwa mtawala mwingine anayetawala, maana ameshika kiti cha baba yake, na yeye alikuwa na roho mbaya, na maana wangeenda kuishi pale, labda na yeye angemtafuta kumuua mtoto. Lakini kwa sababu makusudi ya Mungu, alitakiwa mtoto aendelee kuishi mpaka kusudi la Mungu litimie. Amina. Kwa hiyo tunatakiwa tuone kwamba kulikuwa kuna vita ambayo ilikuwa inatokea kwa ajili ya Yesu Kristo, kwa ajili ya kutafuta maisha yake. Kwa hiyo tunajifunza kwamba ukishampokea Yesu Kristo kwenye maisha yako, lazima utakutana na vita. Amina. Utakutana na vita. Si wote wanaopenda kuona maisha yako unaendelea vizuri kwenye maisha ya kiroho. Kwa hiyo shetani atatumia njia na ujanja wa kukuangamiza wewe, ili kwamba ushindwe kuendelea na maisha ya imani, ushindwe kuendelea na maisha au na kusudi la Mungu ambalo amekwisha kukuokoa. Kwa hiyo kwamba tunakuwa vitani. Wokovu ni vita. Kuja kwa Yesu kutukomboa sisi wanadamu ilikuwa ni vita kubwa. Amina. Kwamba sasa natakiwa kuwa macho kwamba nimeokoka, ninatafutwa na adui,
tunatakiwa kuwa makini sana kwenye maisha yetu ya wokovu, kwamba wanatakiwa kuiangalia kwamba maisha yangu, je, ninaendelea kumpendeza Kristo? Maisha yangu, je, niko sawa na Mungu? Kwamba huyu Herode ni shetani ambaye anamtafuta kila mtu amwangamize, lakini kwa sababu Mungu anakuwa ametukusudia kwenye maisha yetu, anaendelea kututetea na kutushindia. Amina. Naona kwamba Mungu hawezi akamwacha mtu wake akaangamia, kama jinsi alivyomtetea Yesu Kristo, maana alikuwa amekusudia kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Kwa hiyo alimtetea kila sekta, kila sehemu alikuwa pamoja na yeye, kwamba hapa mtoto anatafutwa, anatuma malaika, peleka ujumbe, wanatoka, kwamba kuna kitu hiki, anawaonya wale mamajusi kwamba msipitie hiyo njia, msimrudie tena yule, wanaacha. Kwa hiyo kusudi la Mungu lilikuwa linaendelea kutimia. Amina. Kwa hiyo tunajifunza kama wanakanisa kwamba tuone kwamba wokovu ni kitu cha thamani sana kwenye maisha yetu, kwamba kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikusudiwa na Mungu, na Mungu alikuwa anaonyesha pendo lake kwetu. Kwa hiyo uone ni kitu cha thamani kwenye maisha yako. Usianze kupuuza maisha yako ya ushindi au maisha ya wokovu, tena ukawa unafanya vitu vingine ambavyo havimpendezi Kristo kwenye maisha yako. Maana wewe umekombolewa kutoka kwenye utumwa wa dhambi, umeletwa kwenye pendo la Yesu Kristo. Kwa hiyo unatakiwa uishi maisha ya kumtegemea Kristo kwenye maisha yako. Amina. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni atusaidie tuendelee kuitetea hii imani uliyoipokea. Ujue kwamba imani uliyoipokea ni ya gharama sana, ambayo ilitoa uhai kwa watu wengi. Kwanza wale watoto tu kwa miaka 2 kushuka chini, wale waliangamia kwa sababu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Nitaenda kwenye hitimisho. Nasema kwamba jaribio la Herode la kumuua mfalme mpya wa milele, aligonga ukuta kwa ajili ya Mungu kumlinda. Ukweli huu ufunua kuhusu njia ya Mungu za kuongoza na kuwalinda watu wake. Kwa hiyo nasema kwamba nimeelezea sana kwamba jaribio lile la Herode kutaka kuangamiza Yesu Kristo liligonga ukuta au liligonga mwamba, halikuwezekana. Amina. Kwa hiyo Mungu anawalinda watu wake na kuwaongoza. Yaani lile alilokusudia Mungu lazima litafanikiwa. Hakuna jambo ambalo Mungu amekuwa amekusudia kwamba litashindikana, hapana. Kwa hiyo kila kusudi ambalo Mungu alikuwa amelikusudia lazima litimia. Kwa hiyo Herode hakufanikiwa kwa kitu chochote kile, alishindwa tu. Amina. Kwa hiyo tunajifunza kwamba shetani akitaka kukutafuta hata kuweza ukiwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo shetani hatapata nafasi ya kuendelea kukutesa kwenye maisha yako, maana ulinzi wa Mungu uko pamoja na wewe, anakulinda, anakutunza, anakujali. Cha msingi na waendelea kujitoa mbele zake. Amina. Mungu wa mbingu na nchi awabariki juu ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Naomba Roho Mtakatifu endelee kutufundisha Bwana, na tuendelee kuona umuhimu ambao ulitoa mwanao kwa ajili ya maisha yetu ya kutukomboa sisi wanadamu. Tuendelee kuishi maisha ya kukutii na kukupendeza wewe, Mungu wetu uliye mwema. Tutende sawasawa na mapenzi yako, mfalme wa pekee. Kusanyiko lote na likabidhi mikononi mwako. Endelea kutuhudumia mahali hapa Bwana Yesu. Usimwache wa yeyote wala usimpite mfalme. Bali Roho Mtakatifu akatawale mahali hapa kwa ajili ya kutuhudumia. Tunajiacha mikononi mwako kupitia damu ya Yesu, nikiomba na kushukuru. Amina. Karibu, anaendelea.